bora kwa taifa. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu tukujuze yaliyomo ndani ya TV47 habari, yale yote ambayo yamejiri siku nzima na pia katika rubaa za kimataifa. Wanakwetu wananiita Joasho Nsare. Moja kwa moja mtazamaji, ni kujuza taarifa hizo. Hali ya vuta ni kuvute inashuhudiwa katika umiliki wa mbuga ya Amboseli katika kaunti ya Kajiado baada ya usimamizi wa KWS kuhususia kuwasilisha 50% ya mapato katika mbuga hiyo kwa serikali ya kaunti ya Kajiado kama ilivyoamrishwa na Rais William Ruto miezi 8 iliyopita. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anatufungulia taarifa za TV47. Mbuga ya Amboseli iliyo katika uti wa mlima Kilimanjaro ilichapishwa rasmi katika gazeti ya serikali mwaka wa 1974 na mwaka wa 2005. Serikali iliamuru kuwa umiliki wa mbuga hiyo ungeongozwa na shirika la wanyamapori KWS na kupitishwa kwa jamii ya Olkejwado na Wamasai kwa jumla. Na kwa miaka 52 wakazi wamezuiwa kumiliki mbuga hiyo. Katika juhudi za kuleta amani na uwiano kati ya wanajamii na wanyamapori katika mbuga ya Amboseli, serikali ya kitaifa kupitia Rais William Ruto ilitangaza tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka 2025 kuwa usimamizi wa Amboseli utahamishwa kutoka serikali ya kitaifa hadi serikali ya kaunti ya Kajiado. That the management of Amboseli National Park stands returned to the host community through the county government of Kajiado. Uhamisho huo utatekelezwa kwa awamu 3, ambapo kwa mwaka wa kwanza tangu tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2026, serikali ya kitaifa na ya kaunti za Kajiado zilitarajiwa kugawa mapato hayo kwa 50% kila mmoja, na kwa mwaka wa pili kaunti ya Kajiado itavuna 70%, huku serikali ya kitaifa ikibaki na 30%, na kwa mwaka wa kifedha 2027 mpaka 2028 kaunti ya Kajiado itapokea 100% ya mapato hayo. Ikiwa zimepita siku 8 baada ya uhamisho huo kupita, bado shirika la KWS lingali kusalimisha kiwango cha mapato ya mbuga hiyo kwa serikali ya kaunti ya Kajiado. Siku ambayo kaunti ilikuwa ichukue ilikuwa tarehe 1 Julai. Sasa kaunti wanakuja kuchukua, KWS wanaanza kusema hatujapata communication. Communication from who? Hakuna communication. KWS mlikuwa mnangojea ni kwamba mlikuwa muondoke. Na sisi tumekubaliana kama viongozi, Amboseli ni ya Kajiado na iko ni ya community yetu ambayo tuko hapa sasa hizi. Tukutoa ardhi bure, tulitoa tufaidikie, tulitoa kulinda wanyama wetu. KWS have flatly refused the county government staff to access gates to allow the revenue sharing element to take space. Viongozi wa Kajiado wakiongozwa na gavana Joseph Ole Lenku wametoa makataa ya siku 7 kwa serikali kuu kufanikisha uhamisho huo. We want to say we are not making a request to KWS. We are telling KWS, Amboseli is ours. We will collect our revenue and do not radicalize a peaceful community. Mpango huu ulitarajiwa kuleta mwamko mpya kwa usimamizi wa kaunti ya Kajiado ambao utaleta mseto wa uhifadhi, kuwawezesha wanajamii na utamaduni. Elizabeth Atieno, TV47. Tuangazia mengine. Visa vya uhalifu wa kutumia silaha vinaendelea kuhatarisha maisha katika eneo la Samburu na maeneo jirani. Sasa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameahidi operesheni kali kuwasaka wafadhili wa mashambulizi ambayo yanatekelezwa eneo hilo. Mwaluse Meshak na kina cha taarifa hii. Wakazi wa Samburu, West Pokot, Tiaty na Isiolo wameendelea kuishi kwa hofu kutokana na mashambulizi ya majangili na wahalifu wenye silaha yanayosababisha vifo, majeraha na kuhama kwa familia nyingi kutoka makazi yao.
Serikali sasa imeahidi kukomesha hali hiyo kupitia operesheni maalum ya kiusalama itakayoongozwa na Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema serikali imewatambua wafadhili na waratibu wa mashambulizi hayo, akionya kuwa watafuatiliwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Tunajua kwamba wale wanaitwa bandits sio wale tu wako hapa wanatembea na bunduki. There are also bandits wako Nairobi, wana coordinate vile watachukua ng'ombe kutoka sehemu hii waende wauze katika masoko za Nairobi na kupata pesa na kuleta hiyo pesa ununue risasi. We will come for you regardless of where you are. Akizungumza katika eneo la Lolmolok, wadi ya Suguta, kaunti ya Samburu, Murkomen amewataka wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kuzisalimisha kwa hiari kabla ya operesheni hiyo kuanza rasmi. Hiyo operation itafanywa hapa itaendelezwa kwa njia ya ujasusi na ya kwamba itatembelea tu wale ambao wanaleta shida katika sehemu hii. Usiwahi kusikia ya kwamba hakuna siku nyingine tena serikali itakuja mahali kusema pigeni wa Samburu wote ama iseme pigeni wa Pokot wote. Bunduki hizo zote tutachukua. Na namna sisi tutachukua bunduki, hakuna mahali utakuja kufuruga wanaishi, hapana. Lakini sisi tutaendelea mahali bunduki hiko, tutakuwa tuko hapo. Aidha, Waziri Murkomen amedai kuwa lengo la operesheni hii ni kurejesha amani, kuwezesha wananchi waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani na kuhakikisha maendeleo yamerejea katika maeneo yaliyoathirika. Tufanye vetting ya wale wenye walikuwa nayo. Mwenye ashaenda amehamia Laikipia, amehamia wapi, arudishe bunduki, aendelee na kazi yake huko Laikipia, irudishe bunduki hapa ndio ipewe kijana mwenye atakuwa anachakuliwa hapa. Wananchi wanaenda kuishi karibu na mahali kambi zinawekwa, si kweli? Kwa hivyo kambi sisi tutafanya adjustments pamoja na nyinyi tukiwa tumeelewana ndio tuweze kukaa vile inatakikana. Serikali pia imetangaza kuajiri maafisa zaidi wa akiba wa polisi pamoja na kuboresha miundombinu ikiwemo barabara, vituo vya usalama na mitandao ya mawasiliano ili kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo. Mwaluse Meshak, TV47. Na shukrani Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Tuangazie mengine. Gavana wa Siaya James Orengo amekashifu vikali matamshi ya seneta wake ambaye pia ni kinara wa ODM Oburu Oginga yaliyoonekana kupigia debe udikteta, akiyataja kuwa ya kukandamiza demokrasia ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa taifa. Na kama mwandishi wetu wa Mombasa Quinto Wafula anavyoarifu, Orengo ametaja kuwa yeye ndiye anayefaa kushikilia usukani wa ODM alivyotaka hayati Raila Odinga. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move. Matamshi haya ya kinara wa ODM Oburu Oginga yamezidi kuibua hisia mseto, baadhi ya Wakenya wakiyataja kuwa hatari kwa demokrasia ambayo Kenya inajivunia. Akizungumza jijini Mombasa baada ya kikao na baadhi ya wawakilishi wa jamii ya Pwani, gavana wa Siaya James Orengo ameyataja kuwa usaliti mkubwa wa chama anachokiongoza Oburu na ambacho kimejulikana kwa kupigania haki na demokrasia. And is in a party whose name bears the word democracy, would invite Ruto to be a benevolent dictator. As if already Ruto is not a dictator. Sisi chama chetu cha ODM tulipigania uhuru katika nchi yetu. Tulipigania demokrasia katika nchi yetu. Tulipigania katiba mpya ambayo ina provide for public participation. Ameapa kushikilia mstari wa mbele katika kuzingatia maadili na misingi ambayo ODM ilijengwa juu yake na ambayo hayati Raila alipigania kwa miaka. That shows why I'm the de facto leader of the party called ODM. Tumemandate Mheshimiwa James Agre Orengo aende akuwe glue katika opposition yote katika nchi yetu. Linda wananchi, linda Kenya. Viongozi wa Pwani waliokuwa naye wakila kiapo kuhakikisha kuwa jamii ya Pwani yote inaimba injili ya kumng'atua Rais Ruto uongozini, wakimshtumu kwa madai ya kuwanyanyasa kila kuchao. Na sababu za kutaka kuondoa serikali hii ya ufisadi Daima Alliance, kwanza ni ukabila. Kutoka hapa nitapiga hatua gumosi gupili, nihakikishe vijana wangu wamepata hii habari na kwamba wote vijana wa Mombasa wamesikia kwamba wamefunguliwa milango na wamekaribishwa katika vuguvugu hili la Linda Wananchi. Kwa hiyo sisi moja kwa moja kama wazee, kama wamiji, kama watu wa Mombasa tunaunga mkono ili vuguvugu. Quinto Wafula, TV47, kaunti ya Mombasa. Naam, mtazamaji,
James Orengo ni gavana wa kaunti ya Siaya. Tuwe radhi kwa utambulisho kuwa yeye ni seneta wa kaunti ya Siaya. Tuangazie mengine. Mahakama Kuu imewazuia maspika Moses Wetangula wa bunge la kitaifa na Amason Kingi wa seneti kutopiga siasa hadi kesi dhidi yao iamuliwe. Hii ni baada ya shirika la Vocal Africa kupeleka tetesi kotini kwamba maspika hao wanapiga kampeni ya chama tawala cha UDA, hatua ambayo ni kinyume na katiba. Kesi hiyo itatajwa tarehe 16 mwezi huu. Hebu nione wale wako tayari. Maspika Moses Wetangula wa bunge la kitaifa na mwenzake wa seneti Amason Kingi wamejipata kikaangoni baada ya mahakama kuu kuweka breki msukumo wao kumpigia Rais William Ruto kampeni ya muhula wa pili. Na sisi tunasema rais, kwa sababu umetujali, kura ya mwakani sisi wa pwani si watu wa ndumakwili. Wale mnaruninga, wale mnasikiza maredio, mumeona Rais Ruto ako kila mahali Kenya hii. Katika amri hiyo ya muda iliyotolewa na Jaji David Mburu hadi kesi itakapotajwa tarehe 16 mwezi huu wa Julai, Wetangula na Kingi wametakiwa kujiepusha na siasa na kutoshiriki kwa aina yoyote mpaka mahakama itoe uamuzi wake. Shirika la Vocal Africa lililowakilisha ombi dhidi ya Wetangula na Kingi linasema maspika hao wamekiuka katiba kwa kushiriki kwenye siasa na kudhalalisha uhuru wa bunge. This particular petition seeks to actually put into question as to whether the parliament is indeed independent. If it is indeed independent, why do we have the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate participating in political events? And we have all the faith in the courts to rule on this matter and to ensure that the independence of the legislature is guaranteed. Wakenya nao wakiunga mkono hatua ya mahakama na kukaribisha uamuzi huo. Sisi tunakubaliana na mahakama kwa sababu hawa watu wako neutral na hawafai kuegemea upande wowote. Na tunaona ya kwamba kila mahali wanaenda wao wanapigia serikali tepe wakisema two term. Sisi tunashangaa. Kwani hao watu walichakuliwa kuwa neutral ama kuegemea upande wa serikali? Naonelea wasijihusishe kwa sababu wako na mapesa mingi na hao ndio wako wanapeana pesa wakiwa na vikundi ya kunzi. Sasa wakienda wanaingilia hata makanisa nini kwa sababu ya zile pesa wanapepana nazo. Wetangula na Kingi kufikia Ijumaa iliyopita walikuwa kwenye misafara jijini Eldoret na Kwale wakiandamana na washirika wakuu wa Rais Ruto, Faruk Kibet na Hassan Joho. Apol Kamau, TV47. Tukiendelea kuangazia masuala ya uongozi, Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka nchini IEBC imetishia kuahirisha au kufutilia mbali uchaguzi mdogo wa Olkalau kufuatia tuhuma za hongo, kampeni za vurugu na uvunjaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon ametoa onyo kuhusu masuala yanayohusiana na uchaguzi mdogo wa Olkalau ambapo tuhuma za hongo, kampeni za vurugu na uvunjaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi zinatishia kuvuruga mchakato huo. Elections must be free from harassment, intimidation, violence, bribery and undue influence. We also expect these candidates to give the citizens of Olkalau the opportunity to exercise their sovereignty. Ethekon amesisitiza kuwa tume itachukua hatua madhubuti, akionya kwamba iwapo hali itazidi kuwa mbaya, uchaguzi mdogo unaweza kuahirishwa au kufutiliwa mbali kwa ujumla. We will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. Katika eneo bunge la Olkalau kumeripotiwa vurugu katika kampeni zinazoandaliwa usiku, tuhuma za hongo na hofu ya wahuni kuvuruga mchakato huo.
Tume ya IEBC sasa inafanya uchunguzi kuthibitisha tuhuma na kuchukua hatua kali. Ethekon ametaka vilevile mamlaka kama DCI kuchunguza kesi hizo, akisisitiza kuwa utulivu wa uchaguzi lazima urejeshwe kabla ya mwaka wa 2027. Daytime, the place is peaceful. At night, madness descends. And the political parties and their supporters engage in running battles, defacing each other's campaign posters and materials, engaging in physical confrontations and fights. And on 1st July, sadly, such a confrontation late in the night resulted in the death of one person, which is very, very sad and unfortunate. Hata hivyo, wakazi wa Olkalau wanashuhudia miradi ya maendeleo ikitekelezwa katika eneo hilo. Miradi hii ambayo imepokelewa vyema na wakazi, sasa inaonekana kama njia ya kujaribu kushinikiza jinsi wapiga kura watakavyoamua. Swali ni, je, miradi kama hii ikifanywa wakati wa kampeni inaweza kuvuka mpaka kati ya uwajibikaji wa uongozi na ushawishi wa kisiasa? Kinyang'anyiro cha Olkalau kinaashiria changamoto katika mandhari ya uchaguzi nchini. Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu amesisitiza kwamba uchaguzi si tu kuhusu idadi, bali ni kuhusu mchakato mzima, uaminifu na maoni ya kweli ya wapiga kura. Whether it be about numbers, whether it be about laws, whether it be about processes, an election must at the end of the day be a true reflection of the will of the people as decreed by the Constitution through its hallowed principles of transparency, credibility, verifiability, accountability, accuracy and efficiency. Kenya ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, Olkalau inasalia kama jaribio muhimu. IEBC imesisitiza kuwa imejikita katika kuhakikisha uwazi, lakini matukio yanayoibuka Olkalau yameashiria mpaka udhaifu kati ya ushindani wa kisiasa na uadilifu wa uchaguzi. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo imeibua hisia mseto mtandaoni. Endelea kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii, nitakuwa nasoma jumbe zako kadri muda unavyozidi kusonga. Hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea. Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Steam Energy Drink. Cool, refreshing taste. Recharges your body and mind. Energy to help you keep going. Celebrate with Kenya's favorite energy drink. Now available at your nearest shop. Get yours today. Power up. Game on. 10 creators, 10 teams, 1 stadium, 1 winner. This is Creator Cup 2026, a full-day experience bringing together football, entertainment, games, and pure fun. Watch your favorite creators step onto the pitch, battle it out, and entertain like never before. It all goes down on Saturday, 11th July 2026. Bring your friends, bring your energy, and be part of the movement. Tickets are now available on M-Tickets. Don't miss it. Did you know
Crop insurance protects farmers from losses caused by unexpected events like extreme weather, floods, pests, diseases, drought, and fire. It also covers uncertainties in crop yields due to weather-related and natural disasters. It covers crops such as wheat, sugarcane, rice, maize, barley, and tomatoes. Now you know. Read and understand the terms and conditions of your policy. This message is brought to you by the Insurance Regulatory Authority, IRA. IRA, Bima Bora kwa Taifa. The youth of Kenya have embraced entrepreneurship with 98% of the Nyota project beneficiaries already running businesses. Started a salon business. It is doing so well. Now it's time to receive the second tranche of Nyota Business Startup Capital. It's going to create more job opportunities because when they expand their businesses, watahitaji wafanyikazi. The Ministry of Cooperatives and MSMEs Development warmly welcomes you to the second tranche disbursement of Nyota Business Startup Capital of 25,000 Kenyan shillings to all beneficiaries on Friday, 10th July 2026. Mungetaka hii program ya Nyota iendelee? Iendelee isiendelee? The disbursement will be organized in 18 simultaneous events across the country. The chief guest will be His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya. This is one of the programs that I thought we need to give it a whole of government approach. This event will be live on TV 47 from 8:30 a.m. Karibu mtazamaji, nizidi kukupasha taarifa hizi za TV47. Wakili Ndegwa Njiru ameachiliwa huru leo Alhamis baada ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kukataa kuidhinisha mashtaka ya kuzuia gari kupita katika barabara kuu ya Thika dhidi yake. Njiru aliyekamatwa Jumatano gari lake lilipoharibika barabarani na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kasarani alifikishwa katika mahakama ya Milimani mapema leo, lakini upande wa mashtaka ukathibitisha kukosekana kwa msingi wa kisheria wa kumzuia. Vilevile mawakili wake Njiru wanadai kuwa kukamatwa kwake kulikiuka haki zake za kibinadamu. We are being targeted, and we're targeted because we as advocates are in the forefront of advocating for good governance, defending the rights of all Kenyans. No other profession in this country gets targeted as advocates. Why? Because we do that which is good for the Kenyan public. And in conclusion, the Director of Public Prosecutions has found it right to disregard those charges. He has not approved those charges. Ndegwa Njiru will not be arraigned and charged, but a loss has occurred. There's been a fundamental breach of his rights and freedoms, which will be pursued. Tuangazie mengine. Kamati ya bunge kuhusu uhasibu wa fedha za umma inayoongozwa na Seneta Moses Kajwang imemwagiza Inspector General wa polisi Douglas Kanja kumkamata na kumwasilisha tarehe 20 Julai bungeni gavana wa Isiolo Abdi Guyo kwa kukosa kufika mbele yake kwa mwaliko. Maseneta wameibua maswali makali kuhusiana na magavana ambao wanakosa kufika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali ya matumizi ya fedha, huku wakipendekeza kutafuta namna ya kuacha kutoa fedha kwa kaunti ambazo magavana wake hawataki uwajibikaji. That county secretary needs to come before this committee and explain why he has lied to the committee and to the Senate. I have a chair for record.
the real position of the Assembly this morning, which I can share even with the media, that the Assembly is closed. Tuangazie mengine. Marekani imetangaza msaada wa shilingi bilioni 1.9 kwa Kenya kuimarisha maandalizi dhidi ya Ebola, huku mjadala ukiendelea kuhusu kituo cha karantini cha Laikipia kilichosimamishwa na mahakama kuu. Msaada huo unalenga kuongeza uwezo wa nchi katika kugundua, kuzuia na kukabiliana na mlipuko wa magonjwa, kama wanavyoarifu Susan Locho. Marekani inatoa dola milioni 14.5 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 1.9 za Kenya kusaidia nchi kuimarisha uwezo wake wa kuzuia, kugundua na kukabiliana na Ebola. Msaada huo utaelekezwa katika kusaidia kaunti 22 zilizo hatarini zaidi, kuwapa mafunzo wataalamu, wachunguzi wa magonjwa, wataalamu wa kitaifa na kaunti wa huduma za dharura, kuanzisha vituo vya dharura na kuimarisha maabara. Tangazo hili limetolewa baada ya mahakama kuu kusitisha ujenzi wa kituo cha karantini katika kambi ya Laikipia na Nyuki kufuatia malalamiko ya wakazi kuhusu usalama na ushirikishwaji wa umma. Hata hivyo, Marekani inasisitiza kuwa msaada huu hauhusiani na mradi huo wa Nanyuki, bali unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya umma ya Kenya na maandalizi ya kikanda dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Kwa mujibu wa ubalozi wa Marekani, Kenya ina nafasi muhimu katika usalama wa afya wa eneo hili kutokana na kuwa kitovu cha usafiri, biashara na safari zinazounganisha Afrika Mashariki na Kati. Marekani inasema lengo ni kuhakikisha Kenya ina uwezo wa kugundua milipuko mapema, kuchukua hatua haraka na kuzuia kuenea kwa magonjwa katika eneo la Afrika Mashariki. Susan Locho, TV47, Nairobi. Tuangazie taarifa za michezo. Ni kwamba mabingwa watetezi Kitui wamesafiri hadi kaunti ya Makueni wakiwa na nia ya kutetea ubingwa wao katika mashindano ya shirikisho la michezo ya shule za sekondari nchini ukanda wa Mashariki baada ya kukamilika kwa michezo hiyo ngazi ya kaunti. Timu zinazowakilisha Kitui zilifuzu baada ya kuonesha ubora wake katika mashindano ya muhula wa pili ya kaunti hiyo yaliyofanyika katika shule ya upili ya wavulana ya Mwingi, huku zikishindania ubingwa wa kanda katika shule ya upili ya wavulana ya Makueni. Timu hizo zinalenga kutua tena taji la kanda pamoja na kufuzu mashindano ya kitaifa ya shirikisho la michezo ya shule za sekondari. Kitui County mwaka jana ndio tulikuwa position 1 katika Eastern Region na tumejipanga vilivyo. Kwa mfano katika basketball girls, ambayo ni mchezo ambao Kitui County imekuwa ikidominate, shule yetu ya Ikodha ambayo imekuwa ikienda national kwa miaka mitatu sasa, imejipanga vilivyo kuwa iende national alafu ishinde iende East Africa. Naam, mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za TV47. Shukrani za dhati kwa kuwa mtazamaji mwema na shukrani kwa kikosi chote kufanikisha taarifa hizi. Taarifa zaidi mtazamaji utakuwa unazipata kwa lugha ya Kimombo mwendo wa saa 3 juu ya alama. Na kwetu wananiita Joashua Msare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Catherine Simaloi.